Ukiambiwa watu 30 wamefariki katika eneo linaloitwa Dar es Salaam, huenda mawazo yako yakakimbilia Tanzania. Lakini safari hii si Dar es Salaam yetu. Hii ni Dar es Salaam ya Conakry nchini Guinea. Eneo ambalo siku mmoja mlima mkubwa wa taka uliporomoka na kugeuka kwa janga lililoua watu. Ilikuwa majira ya saa 8 usiku mapema Jumapili Agosti 23, wakati mvua kubwa ilipoanza kunyesha jijini Conakry. Maji yalipoingia kwenye mlundikano mkubwa wa taka katika dampo la Dar es Salaam, sehemu ya mlima huo ilianza kusogea, kisha ghafla ikaporomoka kuelekea makazi yaliyokuwa jirani. Taka zikateleza kama maporomoko ya ardhi, zikafunika nyumba na vibanda vilivyokuwa chini ya dampo hilo. Kwa watu waliokuwa wamelala, hakukuwa na muda mwingi wa kukimbia. Ndani ya muda mfupi, nyumba kadhaa zilifunikwa na taka na vifusi. Asubuhi ilipofika, eneo hilo lilikuwa limegeuka kwa uwanja wa majonzi, huku familia zikikimbilia kutafuta ndugu zao. Taarifa serikali ya Guinea ilisema watu 30 wamefariki, huku wengine 22 wakijeruhiwa, 6 kati yao wakiwa katika hali mbaya. Waokoaji wakaanza kuchimba kwa kutumia mitambo maalum, wakitafuta manusura na miili ya waliokuwa wamefunikwa chini ya mlima huo wa taka. Lakini kinachofanya tukio hili kuwa la kushtua zaidi ni kwamba hatari hiyo ilikuwa tayari imeonekana. Serikali ilikuwa tayari imepanga kulifunga dampo hilo kwa sababu lilionekana kuwa hatari, hasa wakati wa msimu wa mvua. Wakazi waliokuwa karibu walipewa maelekezo ya kuondoka eneo hilo, na kwa mujibu wa Luteni Kanali Balde Mamadou Bailo, afisa usafi katika kikosi cha uhandisi wa kijeshi, dampo hilo lilikuwa limepangwa kufunga siku hiyo ambapo janga lilitokea. Lakini kabla hatua hiyo haijafanyika, mvua kubwa ikatangulia na mlima huo wa taka ukafanya kile ambacho mamlaka zilikuwa zikihofia. Miongoni mwa waathirika ni mwanamke aliyeitwa Sire Diallo, ambaye aliwaambia waandishi kwamba watoto wake 5 wote walifariki katika janga hilo. Kwa familia yake, usiku huo haukuwa tena usiku wa mvua, ulikuwa usiku ambao watoto wake walipotea chini ya mlima wa taka. Na hii si mara ya kwanza kwa Dar es Salaam ya Conakry kukumbwa na janga kama hili. Mwaka 2017 sehemu ya dampo hilo iliwahi kuporomoka baada ya mvua kubwa na kusababisha vifo. Miaka kadhaa baadaye historia imejirudia, na safari hii ikiwa na idadi kubwa zaidi ya waliopoteza maisha. Sasa waokoaji wanaendelea kuchimba katika eneo hilo, huku serikali ikiahidi kuhamisha familia zilizobaki karibu na dampo hilo kwenda maeneo salama. Lakini nyuma ya vifo hivi 30 kuna ujumbe mzito. Wakati mwingine janga halianzi siku linapotokea. Huenda lilianza miaka mingi kabla, pale ambapo watu walilazimika kujenga maisha yao pembeni ya hatari kwa sababu hakukuwa na mahali pengine pa kwenda. Na hivyo ndivyo Dar es Salaam ya Conakry nchini Guinea ilivyogeuka kutoka jina linaloweza kukuchanganya na Dar es Salaam ya Tanzania kuwa eneo la moja majanga makubwa zaidi ya taka kuwahi kutokea nchini humo. Hizi ni ripoti za kimataifa kutoka Ayo TV. Mimi ni Consolata Chaliga.